Shalom rafiki, Bwana Yesu asifiwe. Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo napata kuweza kuwasilisha mafundisho ya neno la Mungu mbele yako mpendwa mtu wa Mungu, tena katika kipindi hiki cha leo. Napenda kukaribisha wewe pamoja na watu wako, watu wa nyumbani kwako kwa ajili ya kipindi chetu kizuri cha mafundisho. Kwa Mungu ametupa neno kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya safari uliyo nayo hapa chini ya jua. Nikukaribishe sana na Mungu akupe kutulia na sisi hata mwisho, ili aweze kufanya kile ambacho amekusudia kufanya kupitia neno la leo. Karibu sana mtu wa Mungu. Basi nipende kumshukuru Mungu alafu nije kwa ajili ya somo tulilo nalo. Mungu uliye hai, asante mtakatifu wa haki, asante Mungu mwenye nguvu kwa ajili ya wasana wakati huu. Padre, ninamimina muda huu na kipindi tulicho nacho mbele zako, Bwana. Anze nasi uliye Baba, ukamalize pamoja nasi. Acha maisha yetu yaone sura nyingine, yaone hatua nyingine, yaone viwango vingine kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Asante kwa kuwa uko pamoja na sisi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina sana. Basi somo tulilo nalo siku ya leo, Mungu ametupa somo zuri sana. Somo tulilo nalo siku ya leo, naamini tutaenda kwa sehemu kubwa na tutalimalizia tena wakati unaofuatia. Kama muda wangu hautanitosha, tutalimalizia wakati unaofuatia, lakini kwa kipande tu cha leo kuna mahali pakubwa ambako Mungu atayapeleka maisha yako. Somo tulilo nalo ni kushinda roho za hila zinazolenga kuzuia au kukutoa kwenye nafasi. Sawa? Kushinda roho za hila zinazotafuta kumtoa mtu kwenye nafasi. Kushinda roho za hila zinazotafuta kumtoa mtu kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndo kichwa cha somo ambalo tunalo siku ya leo, na utanielewa vizuri, na Mungu atakuvusha kila hatua sogea mahali ambako anatamani uweze kufika. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 10 na wa 11. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 na wa 11 itasoma. Nao unasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Maandiko matakatifu yanaelekeza namna ambavyo unaweza ukaona siku njema, unaweza ukaenjoy namna mojawapo, ukaenjoy mema ya Mungu katika siku, katika maisha yako. Maandiko yanaweka wazi kwa habari ya kinywa, nguvu ya kinywa katika kuweza kuharibu au kutunza maisha ya mtu. Lakini mbele akaendelea, baada ya kinywa hufuata matendo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema kwamba auzuie ulimi wake usinene mabaya, wala midomo yake isiseme hila. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanaanza kutuonyesha umuhimu wa kutunza maisha yetu bali na hila, ili kuweza kuona mema katikati ya maisha yetu, bali na hila, mbali na
kusema mambo mabaya. Lakini kumbuka ya kwamba kinywa hutamka yale ambayo yameujaza moyo wa mtu. Kwa kama mtu anasema hila, anakuwa ni mtu wa uongo dhidi ya maisha ya wengine, uongo dhidi ya maisha yake mwenyewe, anaishi maisha ya uongo. Uwe na hakika kabisa ndani yake roho wa uongo, au kuna nguvu ya uongo ambayo inatawala maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu wa namna hiyo, uwe na hakika, au ukitembea katika hali hiyo, kuna mahali ambako utakwama, kuna mahali ambako mema ya Mungu hutayaona, kuna mahali ambako utapunguka katika maisha yako ya kila siku kwa namna ambayo Mungu asingependa upunguke. Kwa maana maandiko, Mtume Petro alikuwa analiambia kanisa hapa, akawa anasema mtu anayetaka kupenda maisha na kuona siku njema, basi auzuie ulimi wake, au ulimi wake kunena mabaya, pamoja na kinywa chake kuzungumza hila. Sawa, atafute amani na aifuate sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 33 na 35 unazungumza Yesu alivyokuwa anajaribu kuelimisha watu, wana wa Israeli, kwa habari ya Mafarisayo na Masadukayo. Akawa anawakemea akiwaita kwamba ni kizazi au ni wana wa nyoka. Sawa, nitausoma huu mstari hapa, maana utatusaidia kuweka msingi mzuri wa huko tunakoelekea. Nao nasema Mathayo 23:33 mpaka ile 35. Enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo, angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao nyinyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki, hata damu ya Zakaria bin Barakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Bwana Yesu alikuwa anaelekeza, akionya watu juu ya Mafarisayo na Masadukayo, watu wa dini wa kipindi kile, watu ambao walikuwa ndo hatari, au walikuwa ni hatarishi juu ya watu wanaotumwa na Mungu. Kwa maana akazungumza kwa habari ya angalieni, na watuma manabii na wenye hekima na waandishi, nyinyi mtawaua na kuwasulubisha, na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu anaonyesha nguvu au ladha nyingine ya nguvu ya hila inavyotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi sasa la hii nguvu au roho za hila, ushafahamu kusudi lake, utaelewa tena katika kiwango kingine. Kusudi la hii roho ya hila au roho za hila, sawa, ni kuzuia mtu yoyote wa Mungu mwenye maono asione matokeo kwenye maisha yake. Kuzuia mtu yoyote wa Mungu asione matokeo kwenye maisha yake, au kumtoa mtu kwenye nafasi. Lengo la hizi nguvu au roho za hila ni kutoa watu kwenye nafasi ambazo Mungu amewapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anavyokuleta duniani kwa namna moja ama nyingine, alikuwa anazungumza katika kitabu cha Yeremia kwamba kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua, nalikuchagua nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Mungu anawekaga makusudi kwa watu kabla hajawaumba. Sasa moja ya roho ambazo zinashambulia makusudi ya Mungu na kuwazuia watu ama kuingia kwenye nafasi au kuwafyatua kwenye hizo nafasi, hizi ni nguvu za hila. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tumeona katika maandiko haya Mtume Petro alikuwa anaonya kukimbia hila, lakini vile vile Bwana Yesu akawa anazungumzia utendaji sasa wa hizi roho katika namna mbalimbali, jinsi ambavyo zinahusika kwenye kuzuia mapenzi ya Mungu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekufanya kuwa mchungaji, kwa mfano mtumishi wa Mungu. Uwe na hakika utakutana na hizi nguvu kwa ajili ya kupinga kile ambacho Mungu anataka afanye kupitia wewe. Mungu anakuita kuwa mwandishi wa habari, kwa mfano. Uwe na hakika utakutana na nguvu za hila katika hatua mbalimbali za maisha yako
zenye lengo ya kuhakikisha ema usikae kwenye hiyo nafasi ama usiwe na matokeo kwenye hiyo nafasi. Chochote kile ambacho unataka kufanya, unajisikia kufanya biashara, ni mtu wa biashara, na msukumo wa kufanya biashara, una kipawa, uwe na hakika utakutana na nguvu ya hila kwa namna mbalimbali ambayo tutajifunua, Mungu ataifunua tunapoendelea. Kazi yake ni kuhakikisha usiwe na matokeo makubwa ambayo atamtukuza Mungu katika kile ambacho ameweka kwenye maisha yako. Somo tulilonalo ni kushinda roho za hila zinazolenga kumtoa mtu kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaelezea kwa uchache namna gani zinatenda kazi, alafu tutaendelea kipengele kinachofuatia. Jinsi gani hizi roho za hila zinatenda kazi kwenye maisha ya watu. Njia ya kwanza au njia mojawapo ni kwa njia ya uchawi au ulozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia mojawapo njia ya uchawi au ulozi. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 na wa 3 nitausoma hapa, nao unasema: enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mstari wa 3 ambao nataka usikie kwa makini. Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Manake utendaji mkubwa wa hila kwa njia ya kichawi ni pale ambapo wanaingiza ushawishi kwenye maisha ya mtu, mambo ya kiroho anayafanya au anashughulika nayo mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulozi au uchawi kutenda kazi kwenye maisha ya mtu katika namna rahisi ni kurubuniwa akili yako ili mambo ya kiroho upambane nayo mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ndoa ni jambo la kiroho. Sawa? Ndoa ni jambo la kiroho kwa maana ya kwamba muasisi wake alikuwa ni Mungu na aliasisi kwa ajili ya wanadamu. Sawa? Pale ambapo nguvu za giza au hila yoyote itafanyika kukushawishi kuendesha maisha ya ndoa kwa kanuni zako za kibinadamu, uwe na hakika, manake kuna nguvu inafanya kazi nyuma yako kwa ajili ya kutoa kwenye pango. Bwana Yesu asifiwe. Huko msemo maarufu nasema kinachopatikana kwa maombi kinatunzwa kwa nini? Kwa maombi. Kwa hiyo pale ambapo umepata ndoa kwa njia ya kulia makanisani, kulia kwa watumishi wa Mungu, sadaka, pamoja na njia njema sana za kupambania mambo yako ya kiroho, baada ya kuipata ukaanza kuidumisha ndoa kupitia mitandao, kupitia washauri wa kimitandao ambao hujui mwenendo wa maisha yao, hujui status zao za maisha na ndoa na status zao mbele za Mungu, uwe na hakika unaanza kutoka rohoni na unaanza kutunza jambo lako mwilini. Baada ya muda unasogeza karibu roho ya hila kwa ajili ya kuingia na kuanza kuendesha maisha yako au karibu baraka yako. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo hila inafanya kazi ni kumtoa mtu kwenye kushughulika na mambo ya kiroho kwa kiroho anayafanya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha kujua kabisa kwamba ninahitaji uzao, kuna changamoto ya uzao, alafu ukaamua kwenda kutafuta uzao kwa mwanadamu kwa njia ya kiganga, na wewe ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na hakika umeanza kupigania jambo la kiroho kwa njia za mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hizo ni njia chache ambazo unaweza ukayumbishwa na nguvu za hila. Njia nyingine ambayo hila wanafanya kazi kwenye maisha ya mtu kupitia mafundisho ya uongo,
kupitia mafundisho ya uongo au watumishi wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia mafundisho ya uongo au watumishi wa uongo. Hiyo ni njia vile vile roho za hila inafanya kazi ya kumtoa au kumzuia mtu asiingie kwenye nafasi yake. Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 11 na wa 12 unasema, imekuwa hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Mstari wa 12, ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alikuwa mkali kwenye habari ya mafundisho ambayo yalikuwa yanawatoa watu rohoni na kuwafanya watu washikane na mambo mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa anamtoa Yesu kwenye nafasi, anamtoa Mungu kwenye nafasi na kuyawapa watu watumainie katika nguvu zao. Kwa hiyo hapa alikuwa anawaambia wajilinde na chachu. Wajilinde na chachu. Wajilinde na chachu. Kwa sababu ni moja ya namna ambavyo shetani anatumia hizi nguvu kuweza kuvuruga fahamu za watu na kuwatoa watu kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nafasi siku nyingine tunaweza tukaingia ndani zaidi, Mungu akitupa kibali. Lakini mafundisho ya uongo au madhabahu ambazo hazimtumikii Mungu katika kweli, uwe na hakika ni moja ya mbinu ambayo nguvu ya hila wanafanya kazi kuzuia usiingie kwenye nafasi, usione utukufu wa baraka ya Mungu ambayo amekupa kwenye maisha yako. Kwa uchache tu, kama Yesu ametumia habari ya kujiepusha na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo, namna mojawapo unaweza kugundua kwamba hapa nimeingia mahali pabaya, nimeingia mahali ambako pana mafundisho ambayo yataharibu mafundisho ambayo yataharibu hatima yangu, yataharibu maisha yangu, yatafunga njia zangu. Ni pale ambapo unakaa au unalelewa mahali alafu unaanza kutengeneza tabia za mwilini. Wagalatia ile sura ya 5 inazungumza vizuri kwa habari ya matunda ya Roho pamoja na mambo ya mwilini. Ukijiona kadri ninavyokaa chini ya mafundisho fulani, kadri ninavyoambatana na mtu wa Mungu fulani, alafu naanza kuwa mtu wa chuki. Sawa, naanza kuwa mtu wa chuki. Sikuwa mtu wa hivyo, naanza kuwa mtu wa mashindano. Sikuwa mtu wa hivyo, naanza kuwa mtu wa hasira. Sikuwa mtu wa hivyo, naanza kuwa mtu wa wivu. Uwe na hakika umeanza kuathiriwa na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia mojawapo ambavyo nguvu au roho za hila wanatenda kazi kuvuruga maisha ya watu ni kukuingiza kwenye mazingira ya mafundisho ya uongo, madhabahu na mafundisho ya uongo. Utaona unaanza kuwa mtu wa chuki, kwa sababu ile chachu imeanza kuingia ndani yako. Ile chachu inaanza kutenda kazi ndani yako. Ukiwa mtu wa mashindano, ghafla upendi kuona wengine wamefanikiwa kwenye mambo fulani, unaanza kupata tabu, kuanza kuhangaika kuwasema vibaya. Uwe na hakika umeshaanza kuugua na kuathiriwa sasa na hizi nguvu za hila. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine unakuta anapoteza utambulisho wake, yaani zinafanya kazi kwa namna ambayo unapoteza utambulisho wake. Unaingia mahali chini ya madhabahu kama mtumishi wa Mungu, unaingia mahali kama mfanyabiashara, lakini ghafla unaanza kupoteza utambulisho wako, unakosa ujasiri nje ya hiyo neema ambayo unakuta imekaa juu yako inakulea. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu Mungu akitupa neema tuzungumza vizuri huko mbeleni, lakini jambo la kushika hapa ni kwamba njia mojawapo hila wanafanya ili kufisha maisha ya mtu, kumtoa mtu kwenye nafasi, ni kupitia mafundisho ya uongo au madhabahu za uongo, madhabahu na watumishi wa uongo. Jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Soma hiyo Mathayo 23, naona bado nataka tukae hapo. 23 mstari wa 13 na wa 15. Nitausoma
tuone kitu kidogo hapa, halafu tutaendelea. Kumbuka tunaangalia ni namna gani hila wanaweza wakatenda kazi kuvuruga au kutoa mtu kwenye nafasi. Wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni daktari, wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mwanzilishi wa NGO, basi moja ya namna ambazo nguvu hizi zitahakikisha ufikii kwenye hayo maono ni haya machache ambayo tunayapitia hapa. Mathayo 23 tunaangalia sasa kwa habari ya jinsi ambavyo anatumia madhabahu za uongo au watumishi ambao wamechagua kuto kumtumikia Yesu. Mathayo 23 mstari wa 13 hata ule wa 15, nao unasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa kuwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Mstari wa 15, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu, ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa Jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moja ya jinsi ambavyo madhabahu au mafundisho ya uongo yanaweza kaingiza uharibifu kwenye maisha ya mtu, hiyo ni mfumo wote wa nguvu za hila, yanaweza kaingiza uharibifu kwenye maisha ya mtu kwamba wanaweza wakakuchukua ukiwa hujaokoka kabisa, na baada ya kukuchukua, kadri unavyokaa kwenye hiyo madhabahu, kadri unavyokaa kwenye aina hiyo ya mafundisho, unakuta baada ya muda unakuwa na tabia za ajabu, unakuwa ni mtu wa hovyo uliharibika kuliko mtu ambaye ameokoka, kwa kiwango ambacho ukienda mahali utabaki unajadiliwa kwamba kama wokovu ndio huu, mimi siutaki. Ukiona umekaa mahali haukuwa na hizo haiba, lakini baada ya muda ukienda mahali unaacha taarifa mbaya kwa habari ya mwenendo wako, kwa habari ya tabia zako, uwe na hakika umekaa chini ya wingu la mafundisho ya uongo, umekaa chini ya wingu la mafundisho ya uongo, na sumu hii ni hatari katika maisha ya imani. Ndio maana Yesu akasema, jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Uwe na hakika baada ya muda, manake utaanza kuharibu ile hatima ya Mungu ambayo iko kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia nyingine roho za hila zinafanya kazi ni kupitia matendo ya uasherati, Kumbuka hila ni roho za udanganyifu, mifumo ya giza ambayo inatenda kazi kwenye maisha ya watu ili kuwatoa kwenye nafasi kwa njia ya udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia mojawapo ambayo anatumia ni matendo ya kiasherati. Hapa tunamuona Samsoni jinsi ambavyo walianza kuharibu ile hatima yake, kuanza kuharibu maisha yake kupitia matendo ya uasherati. Samsoni, soma ile kitabu cha Waamuzi sura ya 14 mpaka 16, pale kuna stori nzuri ya Samson. Wamezungumza na wakaonyesha jinsi ambavyo alianza kuoa mwanamke wa kwanza. Yule mwanamke shetani akafanikiwa akamuingiza mahali, akaenda kaoa mwanamke, amemwacha tu kwa muda, baba mkwe wake kaja akamuozesha yule mwanamke mahali pengine. Unaona kabisa jinsi ambavyo shetani alimuingiza mahali pabaya. Kwanza alioa mahali ambapo Mungu hakutaka aoe, alioa katika kabila la Wafilisti, eneo ambalo Mungu hakutaka mnadhiri wake aweze kufanya kitu cha namna hiyo. Lakini baada ya hapo akaanza kupitia hilo sahibu, na kutoka hapo akaja akaangukia tena kwa Delila, ambaye Delila ndo akampeleka kwenye ule mwisho ambao Samsoni alifikia. Nini ambacho kimetokea? Hizi nguvu za hila zilitengeneza mazingira ya kumfarakanisha mnadhiri wa Mungu kwa njia ya matendo ya uasherati. Kwa hiyo njia
nyingine ambayo nguvu za giza au nguvu za hila wanatumia ili kukutoa kwenye nafasi. Usije ukakawa yule daktari ambaye unatamani kuwa, usije ukaingia kwenye umiliki wa taasisi ambayo unataka kushiriki, usije ukapanda cheo katika ile nafasi ambayo ungebariki sana watu wengi, ungesaidia watu wa nyumbani kwako. Uwe na hakika watakuingiza kwenye matendo mbalimbali ya uasherati. Na jambo lingine au njia nyingine ambayo wanatumia roho za hila ni kupitia mazungumzo pamoja na fitina, mazungumzo ya kawaida kabisa ya ndugu pamoja na marafiki pamoja na fitina. Kumbuka kama ambavyo Mungu anasema sio mpendeleaji. Mungu hana upendeleo, maanake haangalii mtu yote, anayekaa vizuri atatumika naye. Hali kadhalika shetani na yeye yuko kinyume chake, yote ambaye atakaa vibaya huwa shetani ana uwezo akamtumia. Maanake hila na nyewe wanatumia mazungumzo ya kawaida ya marafiki na ndugu ili kuweza kukutoa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa tu, kwa mfano, yupo rafiki yako mmoja ambaye kila ukitoka kuzungumza naye unajisikia umepunguka katika eneo ambalo ulikuwa una utulivu nalo kabisa, na sio kwa uzuri, kwa ubaya. Sawa Ila ukitoka kuongea na yule rafiki yako, ukirudi ukimtazama mume wako, unaona kama mume wako hatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtazama mke wako, unaona kama mke wako mbona hana unyenyekevu kama wanawake wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kila ukikutana na yule rafiki yako, mkikaa mkipiga story, baada ya masaa 2-3 ukirudi nyumbani unaona kama mke wangu mbona ni kituko, mbona nilikosea kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni njia mbalimbali ambapo hila wanaingiza shida kwenye maisha ya watu ili kuwafyatua kwenye nafasi. Mazungumzo ya kawaida katikati ya ndugu, marafiki na wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaingia kwenye mambo ya kuzingatia sasa. Baada ya kuona utendaji, sisi muhtasari wa utendaji wa roho za hila kwenye maisha ya mwanadamu, tutakwenda kuangalia mambo ya kuzingatia ili uishi kwa ushindi dhidi ya hila. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kuzingatia ili uishi kwa ushindi dhidi ya roho za hila au hila mbalimbali za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi ni haki yako, mtumishi wa Mungu, lakini kuna misingi, kuna kanuni mbalimbali ambazo ukizifahamu zinakupa wepesi kuona ule ushindi ambao Kristo alishashinda kwa ajili yako. Ushindi ni haki yako, ushindi ni fungu lako kwenye eneo lolote. Ushindi kuingia kuona matokeo kwenye kazi ulio nayo, kwenye biashara ulio nayo, kwenye taasisi ulio nayo, ni haki yako ya msingi. Ziko taratibu mbalimbali, yako maelekezo, mafunuo mbalimbali, iko misingi ya neno la Mungu ambayo Mungu anakuletea kwa majira na wakati, inakusaidia ili kuona ushindi huo dhidi ya nguvu mbalimbali za hila. Na leo Mungu anatupa nafasi, tutapita hapa kwenye mambo kadhaa ambayo ukiyafahamu ukayazingatia, basi maisha yako yataona ushindi dhidi ya nguvu za hila. Nasoma kwanza Mwanzo ile sura ya 3. Mwanzo sura ya 3, soma ile mistari 10 ya mwanzo, halafu nitakupa haya mambo ya kuyazingatia. Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa kwanza hata mstari wa 10, nao nasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka,
matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yale akala. Sawa, akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Kuishia hapo kwenye mstari ule wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni story ambayo inazungumza kwa habari ya uumbaji wa mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza alikuwa anaitwa Adamu, ambaye Mungu alimpa alimuumba wa kwanza, akatengeneza mazingira, akatengeneza na bustani ya Edeni, akampa vyakula na vitu vya kufanya pale. Pamoja na hilo akamsaidia na msaidizi ambaye alikuwa anaitwa Eva. Baada ya hapo akampa na masharti ya kuweza kudumu katika ile bustani, ikiwa ni pamoja na kutokula mti wa katikati. Shetani kama kawaida yake, nguvu za hila hizi zikaingia kazini kwa ajili ya kuwadanganya ili kuwafyatua kwenye nafasi. Unaona kabisa Eva alipokea ushawishi wa shetani na akaacha nafasi yake, na baadaye wakakutana na Mungu katika ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ya kuyazingatia ili uishi kwa ushindi dhidi ya nguvu za hila. Kilichomshinda baba Adamu, Yesu ambaye ni mwanadamu wa pili, alikuja akatusaidia na akafungua pazia la maarifa na mafunuo zaidi, na pamoja na ujazo wa Roho Mtakatifu kwa wanadamu, ili tuweze kuishi kwa ushindi kwa wepesi kuliko wale ambao hawakuwa na Yesu kipindi chao. Kwa hiyo mambo kadhaa tutayangalia ya kutusaidia kuishi kwa ushindi dhidi ya nguvu za hila. Jambo la kwanza, kila unapokosa uthabiti katika maono ulio nayo, adui atakupa ya kwake. Kila unapokosa uthabiti katika maono ulio nayo, adui atakupa ya kwake. Kila unapokosa uthabiti, uimara, kuwa makini, kusimama, kushika maono mbalimbali ulio nayo, adui atakupa ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mithali sura 29 mstari wa 18 inazungumza kwa habari ya maono. Inasema, maono, pasipo maono watu wacha kujizuia. Sawa, tunaona kwa habari ya Eva na Adamu, Mungu aliwapa maelekezo kabisa, msile matunda ya mti wa katikati, lakini shetani akaja akageuza maneno kidogo, na mwisho wa siku tunaona Eva aliachilia ile nafasi. Eva aliingiza shida, ile shida ikaja ikawatoa kwenye nafasi yao ya utukufu, nafasi ya kuishi maisha mepesi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kinachotokea kwenye ndoa, ndicho kinachotokea kwenye biashara. Usipokuwa na uthabiti katika maono, kwa nini Mungu ameachilia baraka ya ndoa kwenye maisha yako, uwe na hakika shetani atakuja atakupa vitu vya kufanya kwenye hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tu kwenye historia hii ambayo tumeisoma, Eva alikuwa ni kwa ajili ya kumsaidia Adamu.
Adamu alikuwa ni mbeba maono, Eva alikuja kwa ajili ya kuyabeba, kusaidia kubebana na yale maono, ili waweze kufurahia baraka za Bwana na kufurahia wao kuwa watawala kama wanadamu. Sawa, lakini Eva hakuwa thabiti, pamoja na Adamu hawakuwa thabiti katika kile walichokuwa wamepewa, hawakuwa na uimara. Hali kadhalika mtu unaweza kuwa umepewa nafasi ya kuwa mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi wa chuo, wewe ni mwanafunzi wa sekondari. Maono yako kwa wakati huo, soma uje kufanya kazi fulani, soma uje kujiajiri katika hali fulani. Mambo ya mahusiano sio sehemu yako katika. Ukishajua Mungu ambacho ameweka ndani yako, ukishajua umuhimu au hatari ya kufungamanisha nafsi yako kwa njia ya uzinzi, kipindi hicho uwe na hakika itakupa nafasi, itakupa uthabiti wa kuzuia hila zisikutoe kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu wa biashara, una msukumo wa kufanya biashara mbalimbali, una msukumo wa kufanya biashara mbalimbali. Unabeba hilo wazo, unampelekea rafiki yako. Sawa, unampelekea rafiki yako, ana kukatisha tamaa kwa wepesi tu, unajikuta umeacha ile njia kwa sababu tu shoga yangu amenishauri nisifanye. Huko mbele tutaona tena kwenye ile eneo. Unapokosa uthabiti katika maono ulio nayo, adui watakupa ya kwake, au hila watakupa ya kwao. Jambo la pili, chochote unachokitilia mashaka, akiondolee mashaka kwa Mungu au mtu wa Mungu aliye sahihi. Chochote unachokitilia mashaka kwenye maisha, akiondolee hayo mashaka ama kwa Mungu au kwa mtu wa Mungu aliye sahihi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Uko uamuzi mkubwa unataka kufanya. Sawa? Unataka uache kazi ukajiajiri. Sawa? Unataka uache kanisa ukafanye vitu vingine. Unataka uondoke Dar es Salaam uende Mwanza ukafanye maisha. Sawa? Hayo ni maamuzi makubwa ambayo yanaathiri kesho ya mtu, yanaathiri kubwa wa maisha ya mtu. Chochote unachokitilia shaka, akiondolea hayo mashaka kwa Mungu ama kwa mtu wa Mungu aliye sahihi kwenye maisha yako. Inapokuja kwenye, wewe ni mtu uliyekoka, inapokuja kwenye maamuzi mazito, lazima uwe na mifumo ya kuweza kukusaidia. Lazima kuwa kuna mtu ambaye umemweka juu yako, au Mungu amempa nafasi ya kukaa juu yako, atizame mambo kwa upana na kushauri, hasa inapokuja kwenye mambo makubwa. Vinginevyo, ingia chimba kwenye maombi pamoja na Mungu, na Mungu aweze kukupa nafasi ama ya kufanya au kutokufanya wazo lako kubwa ambalo unataka ulifanye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa habari ya Eva, alitikiswa kidogo tu. Shetani alivyokuja, kila alivyokuja, kitu alichokifanya walimchezesha pale pale kwenye maono yake, kwenye maono ambayo alikuwa amepewa. Kwa mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa kwanza, unaona kabisa kitu ambacho kilikuwa kinaonekana hapa. Nasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote, kwa mwerevu wa mwitu ambao aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, usile matunda ya miti ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya bustani twaweza kula, lakini mti wa katikati Mungu amesema tusiale. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kabisa ifika mahali ambako Eva akaingia kwenye kufanya maamuzi. Sawa, akaingia kwenye kufanya maamuzi. Hatuoni mahali ambako Eva alirudi kwa Mungu, Eva alirudi kwa Adamu kwa ajili ya kuweza kuamua kitu ambacho kilikuwa ni kikubwa sana cha maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uamuzi wowote mkubwa wa kugeuza maisha yako lazima upitishe ama kwa Mungu
ama wa mtu wa Mungu aliye sahihi kwenye maisha yako. Sawa? Wafilipi 4:6 nazungumza, usijisumbue kwa neno lolote, na usiwe na mashaka na chochote. Usitunze mashaka ndani yako, bali kwa kusali kuomba haja zenu zijulikane kwa Bwana. Mungu anatualika. Sawa? Mungu anatualika. Ukiwa na mashaka juu ya jambo lolote, ukiwa na mashaka juu ya hatua kubwa, nenda mbele za Mungu na Mungu atakupa namna ya kuweza kuondoa hayo mashaka. Utajilinda na nguvu za hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajilinda na nguvu za hila, au vinginevyo Mungu amekupa watu, amekupa nabii kwenye maisha yako, amekupa mchungaji wako ambaye una access naye, unaweza ukafika ukamshirikisha jambo lako akakushauri. Una hakika inapokuja kwenye maamuzi makubwa, tumia mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemweka kwenye maisha yako. Itakusaidia kuepuka kuangushwa na kugaragazwa na nguvu za hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema kwa kuwa umekuwa wa thamani na kupendeza, kitabu cha Isaya, ni wa thamani na kupendeza, nimekupa watu na kabila za watu kwa ajili yako. Mungu ana mtindo wa kutoa watu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wanasaidia pale inapokuja kwenye mambo ya namna hii. Chochote unachokitilia mashaka, akiondolee mashaka kwa Mungu ama kwa mtumishi wa Mungu aliye sahihi kwenye maisha yako. Jambo la tatu, kumbuka, tunaangalia namna ya kushinda nguvu za hila zinazolenga kuwatoa watu kwenye nafasi. Unapokuwa dhaifu wa imani, kuwa mtiifu kwa waliotangulia mbele kwenye imani. Unapokuwa dhaifu wa imani, kuwa mtiifu kwa waliotangulia mbele kwenye imani. Unapokuwa dhaifu wa imani, kuwa mtiifu kwa waliotangulia mbele kwenye imani. Sawa? Eva angeweza kurudi kwa Adamu baada ya kupokea ile tunda alilopewa, kabla ya kutafuna, baada ya kupokea tu yale mashaka ambayo shetani aliamsha kwenye maisha yake, angerudi kwa Adamu. Hivi kwa nini tuliambiwa labda tusile mti wa katikati? Ni kweli na uhakika Mungu alisema tusile mti wa katikati. Hayo mashaka angempelekea Adamu, na huenda matokeo yangekuwa ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa dhaifu kwenye imani, uwe mtiifu kwa waliotangulia mbele kwenye imani. Mungu amekupa watu mbalimbali, amekupa watumishi wa Mungu, amekupa mchungaji wako, amekupa padri wako, amekupa nabii wako, amekupa mtume kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo anakuelekeza, kuna mambo ambayo unaenda kuchukua ushauri. Unapokuwa dhaifu kwenye imani, uwe mtiifu kwa waliotangulizwa mbele kwenye imani, maana wametangulizwa mbele kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Itakuepusha na machozi mengi ambayo hila anaingiza kwenye maisha. Eva angeweza kuepusha mambo makubwa kama angerudi kwa Adamu na kumshirikisha kwa upana mashaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alikuwa anazungumza na Petro kipindi fulani, akamwambia Petro, shetani analenga kukupepeta kama ngano, lakini nimekuombea ukapate nini? Ukawe imara, ili ukaimarishe na ndugu zako. Yesu asifiwe. Manake uimara wa Petro haukuwa kwa faida yake. Yesu alimwombea awe imara, ashinde majaribu ya shetani, ili asaidie wale ndugu zake, mitume wengine, watumishi wengine ambao watapita mahali ambako palikuwa na ugumu, mahali pa vita, mahali pa changamoto, mahali pa tifutifu na ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatanguliza watu kwa ajili ya maisha yetu. Mungu anatanguliza watu kwa ajili ya maisha yao. Sawa? Mnaweza mkao mnalingana kiumri, mnaweza mkao mnalingana kielimu, au hata umemzidi elimu, lakini Mungu
anawatanguliza kwa ajili yako. Yaani kutangulia kwake ni faida yako wewe. Maumivu aliyoyapitia akafika alipofika ni kwa ajili ya wewe uweze kuvuka pasipo kupitia aina hiyo ya maumivu. Sawa? Bwana Yesu alimwambia Petro, shetani analenga kukupepeta kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isitindike. Utakapokuwa imara, ukawaimarishe na ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anainua watu, watumishi mbalimbali. Mungu anainua watu, wataalamu mbalimbali ambao wametangulia katika nyanja ambayo unaielekea. Lengo la watu hao ni kuwa imara ili wewe ukapite kwa wepesi kwenye njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio wa kwanza kufanya biashara, sio wa kwanza kufanya biashara ya namna hiyo. Wako watu ambao ukikaa na Mungu atakuunganisha nao. Kazi yao wao ni kukusaidia upite kwa wepesi. Kazi yao wao ni kukusaidia ushinde nguvu mbalimbali, ikiwemo nguvu za hila. Unapokuwa katika hali hiyo, kila mmoja anapitia hali ya udhaifu wa imani katika hatua mbalimbali mpaka unaingia kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa katika hali ya udhaifu wa imani, uwe mtiifu kwa waliotangulizwa mbele kwenye imani. Mahali pengine kitabu cha Nyakati wa Pili ile 20:20 inazungumzia mwamini Mungu upate kuthibitika, waamini manabii wake upate kufanikiwa. Kwa kuna nafasi ya Mungu, alafu kuna nafasi ya watu wa Mungu kwa ajili ya wewe kuweza kuvuka na kuona matunda na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa dhaifu kwenye imani, uwe mtiifu kwa waliotangulizwa mbele kwenye imani. Jambo la 4. Jambo la 4. Kila maamuzi yatakayokulazimu kukwepa walio kwenye nafasi za maamuzi yatakuingiza kwenye mauzi. Kila maamuzi yatakayokulazimu kukwepa walio kwenye nafasi za maamuzi yatakuingiza kwenye mauzi. Kila maamuzi unayotoka kuyafanya kwa siri, kwa kificho, na kukwepa walio kwenye nafasi za maamuzi yatakuingiza kwenye maudhi. Bwana Yesu asifiwe. Maofisini huko, hasa katika ofisi mbalimbali, mathalani ya hususan ofisi za umma. Bwana Yesu asifiwe. Hususan ofisi za umma na maofisi mbalimbali, kuna katabia unakuta mnaulizana, labda sawa, mnaulizana leo bosi nani aliyekaa kwenye kiti fulani, nani amekaa fulani, huyo mnoko, usipeleki na usipeleki kazi yangu pale, hata pitisha. Sawa, kwa mnasubiria akae mtu fulani ambaye atapitisha kitu ambacho sio sawa. Wewe unafanya kazi ya kuchiti au kuchenga mfumo ili uweze kupitisha jambo lako ambalo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Unapo kila maamuzi ambayo yanakulazimu kukwepa wenye maamuzi yatakuingiza kwenye mauzi. Unapofungua milango ya namna hiyo, unaingiza roho za hila kutenda kazi kwenye maisha yako. Unaingiza utawala wa roho za hila kwenye maisha yako. Atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, kae mbali na hila na uzuilie ulimi wake kunena mabaya. Mtume Petro aliandika katika ile Petro wa kwanza. Kwa kadri unavyoikwepa hila kwenye maisha yako, unakwepa roho za hila kutesa maisha yako, na unatunza nafasi ya ukubwa ambao Mungu amekupa kwenye maisha yako. Iwe ni biashara, iwe ni siasa, iwe ni utumishi. Kadri ambavyo unadumu kwenye nafasi, kadri ambavyo unakwepa roho za hila, unazishinda nguvu za hila, ndivyo unavyodumu na kufanikiwa kwenye hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Eva ilimgharimu kushindwa kurudi kwa Adamu
kuzungumza naye kwa habari ya wazo jipya ambalo amepata. Bwana Yesu asifiwe. Akakwepa mfumo wa maamuzi, akala kwanza, alafu ndo akaja kwa Adam kumpa. Bwana Yesu asifiwe. Huenda angekuja kwa Adam kabla ya kula na kumpa picha hasa nini kinaendelea, mambo yangekuwa ni tofauti. Sawa. Unapokwepa, sawa, kila maamuzi yanayokulazimu ukwepe watu walio kwenye nafasi za maamuzi yatakuingiza kwenye maudhi. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni baba hapendi kurudi nyumbani saa 3 usiku. Wewe ni mwanachuo na uko nyumbani. Mzee hapendi kurudi nyumbani kwenye saa 3 usiku, lakini unarudi zako saa 4, unamdanganyia kwamba ulikuwa kwenye discussion. Na mzee wa watu hapendi kuchimbua mambo, analipokea kwa sababu ya hilo, lakini ukweli wa mambo unaujua wewe na maisha yako na kitu ambacho unakifanya cha kukuchelewesha kurudi nyumbani nje ya ule muda ambao baba mzazi amekuelekeza. Mume wako kuna mambo ambayo hapendi aina fulani ya marafiki ambao ameambatana kwenye maisha yako, na unajua kabisa ukiwachunguza vizuri wale marafiki sio kitu sahihi, sio watu sahihi sana ambao unapaswa uambatane nao, na amekuwa akikuonya. Unakutana nao kwa siri wakati hayupo, ukijiaminisha kwamba hawezi kunifanya chochote na atajuaje mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kila maamuzi unayofanya kwa kukwepa walio kwenye nafasi ya maamuzi yatakuingiza kwenye maudhi. Unataka ushinde nguvu za hila, lazima ujifunze kunyenyekea kwenye mamlaka mbalimbali ambazo Mungu amezizungushia kwenye maisha yako. Unataka uwe mshindi dhidi ya hila zinazoharibu nafasi za watu kwenye ndoa, zinazoharibu nafasi za watu kwenye familia, zinazoharibu nafasi za watu katika nchi, zinazoharibu nafasi za watu kwenye mataasisi. Uwe mshindi dhidi ya nguvu za shetani, nguvu za hila. Ni lazima ujifunze kunyenyekea chini ya mamlaka mbalimbali ambazo Mungu amezungushia kwenye maisha yako, mamlaka za kiroho, mamlaka za kirahia. Bwana Yesu asifiwe. Kila maamuzi utakayoyafanya kwa kukwepa walio kwenye nafasi za maamuzi yatakuingiza kwenye maudhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye jambo la 5. Epuka mchezo wa kulaumu, ujilinde na hukumu. Epuka mchezo wa kulaumu, ujilinde na hukumu. Umekutana na shida, umekutana na tabu, umejikwaa, nguvu za hila wamekufyatua mahali, wamekufukuzisha kazi, wamekuharibia, wamekufarakanisha wewe na mwenza wako kwa namna kapishana kauli, na baada ya kutulia unajua kabisa kuna mahali nilikuwa nina makosa, kuna mahali nilireact vile ambavyo sikupaswa kureact. Epuka kuendelea kukaa chini ya hiyo nguvu kwa njia ya lawama na kukutana na hasira ya Bwana. Sawa, epuka mchezo wa kulaumu, ujilinde dhidi ya hukumu. Angalia kitu ambacho Adamu pamoja na Eva kiliwagharimu. Baada ya Mungu kuwatokea, hakuna ambaye mmoja tumeonyeshwa ambaye alifikia mahali akasema akajiangalia mwenyewe akatubu. Adamu akamsingizia mwanamke, mwanamke akarudi kwa nyoka. Adamu anamwambia Mungu, si yule mwanamke uliyenipa? Alafu Eva naye anasema ni nyoka ndo alinidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Wote wakaingia kwenye hatua ya kutafuta mahali pa kupeleka lawama badala ya kurudi mahali pa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kutunza mioyo ya toba, mioyo ya kujihoji, pamoja na mioyo ya kusamehe, ili kuwa washindi dhidi ya nguvu za hila. Bwana Yesu asifiwe. Epuka kulaumu, ujilinde dhidi ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana.
inatokea tatizo na Mungu anakufunulia, au kuna mtu anakuletea ufunuo kwamba hicho unachokipitia ni fulani na fulani wamekufanyia mambo ya kishirikina, usiwe mwepesi wa kuruka na kuanza kutengeneza uadui na fulani na kuanza kuwalaumu kwamba ndio chanzo cha kuzuia maisha yako asiende mbele. Usiwe mwepesi wa kupeleka lawama kwa watu wengine pembeni kabla ya kuanza kushughulika. Kama maandiko matakatifu yanasema hakuna uchawi wala uganga katika nyumba ya Yakobo, inakuwaje unapata shida, maisha yako yanakwama na unaambiwa fulani ndio aliyekuloga, na wewe unalipokea lile, unaanza kutengeneza chuki dhidi ya hao ambao umeambiwa wamekufanyia ubaya, na wakati unajijua wewe ni muamini uliyeokoka na hakuna uchawi unaopaswa kufanya kazi kwenye maisha yako. Kwa mahali sahihi pa kujihoji ni kwamba nilikosea wapi na nguvu za giza wakafanikiwa. Kwa nini wafanikiwe mpaka leo? Kwa nini waathiri maeneo fulani fulani ya maisha yangu kama ambavyo nimeambiwa, kama ambavyo nimefunuliwa? Bwana Yesu asifiwe. Epuka kulaumu, ujilinde dhidi ya hukumu. Eva na Adamu kama wangemrudia Mungu moja kwa moja, hatujui kitu ambacho Mungu angeweza kukifanya. Tunajua tu Mungu alikuwa ni Mungu wa rehema. Tangu enzi na enzi Mungu ni wa rehema, anapatiliza wana maelfu ya wana, anapatiliza mabaya kizazi cha 3 na cha 4, lakini ana rehema maelfu na maelfu wanaompenda na kulishika jina lake. Kwa ni Mungu wa rehema tangu enzi na enzi. Kwa hatujui ni kwa namna gani Mungu angeamua kuwasaidia kama wangegeuka mara moja, lakini badala yake wakaingia kwenye hali ya kulaumiana na kurushiana makosa kwamba hivyo ni fulani ndio aliyekosea. Na ndicho kinachotokea kwenye familia za leo, ndicho kinachotokea maofisini. Unapoona kuna tatizo limetokea, kabla ya kwenda nje kuona kwamba fulani ndio kanisababishia tatizo, rudi kwanza ndani, alafu angalie namna ya kutengeneza kabla ya kumkaanga mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Epuka kulaumu, ujilinde dhidi ya hukumu. Jambo letu la 6 na la mwisho, alafu tutakuja kuendelea sehemu inayofuata wakati ujao. Jambo la 6, usiri nyuma ya maamuzi yako makubwa huweza kuwa ni mlango wa kuangushwa kwa ujinga na madhaifu yako. Usiri nyuma ya maamuzi yako makubwa huweza kuwa mlango wa kuangushwa kwa ujinga ama madhaifu yako. Usiri nyuma ya maamuzi yako makubwa. Unataka ufanye maamuzi makubwa. Nataka nitoke hapa nikaishi Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitoke hapa nikaishi Nairobi. Wapendwa wa karibu wanaokupenda, wanaofahamu kabisa, kiongozi wako wa kiroho ambaye yuko kwenye maisha yako unayemwamini, wote hawajui hasa sababu inayokutoa kukupeleka Nairobi. Unafanya maamuzi hayo makubwa, unakimbia, unataka uende zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe nyuma ya pazia kuna mtu amekuahidi ndoa ukifika kule. Bwana Yesu asifiwe. Na ungeweza kushirikisha jambo la namna hiyo katika upana wake. Unamwambia tu natamani nikatafute maisha, naenda nje ya nchi, nataka nikatafute maisha, nimejichanga na hela yangu hii, lakini upana wa jambo hulisemi. Bwana Yesu asifiwe. Wako ambao wanaenda kwa viongozi wao wa kiroho na maamuzi makubwa ya maisha yao. Nataka niache kazi. Baba naomba niambie. Anakuja kwa mtumishi wa Mungu, anakuambia nataka aache kazi, muombe. Hasemi kwa nini hasa nataka aache kazi. Kija kufuatilia au baadaye unakuja kuchimbua, unakuja kugundua kwamba anataka kuacha kazi kwa sababu kuna boyfriend kamwaahidi saluni. Atampa saluni, alafu natakuja kufanya mipango ya kumoa. Kwa hiyo ni boyfriend wala sio mchumba wala sio mume wake. Anafanya maamuzi makubwa, lakini akija kwa viongozi, akija kwa watu wake anaowaamini, akienda kwa wazazi, hawaambii kwa upana kitu gani hasa kinampelekea kwenye hayo maamuzi. Ukiwa unataka ushinde na uishi dhidi ya ushindi, uishi kwa ushindi dhidi ya nguvu za hila, usiri nyuma ya maamuzi yako makubwa ni mlango wa kuangushwa kwako kwa sababu ya ujinga au madhaifu yako. Kuna mahali tu utakuwa uoni. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana umewekewa watu wa kuzunguka. Kuna mahali utakuwa huoni. Kwa hiyo kushirikisha kwa usahihi ungefungua nafasi ya kuweza kusaidika na kushinda dhidi ya mitego ambayo huenda imejificha nyuma ya maamuzi yako hayo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Namfuata mkeo, namwambia nataka tununue kiwanja Kibaha. Sawa, nataka tununue kiwanja Kibaha, pazuri, tutanunua kiwanja pale, tutafanya maendeleo pale. Lakini kumbe nyuma nyuma ya maamuzi ya namna hiyo ni pressure ya kazini. Fulani kanunua, na wewe sasa ili usije kubakia nyuma kuonekana ni dhaifu, na wewe unaenda kununua viwanja. Hamjakaa mkatafakari, mtu wa Mungu, hujakaa ukaliombea ukaona kama ni jambo la heri, hujaenda ukakagua hasa ukaona kweli kwa uchumi ulio nao unaweza ukafanya maamuzi ya namna hiyo, na kwako na familia yako bado mkakaa vizuri. Unafika na taarifa nusu, unampelekea mtu wako ili muweze kukimbia kufanya maamuzi ambayo yatawagharimu. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kilichotokea kwa upande wa Adamu na Eva. Eva akapokea ufunuo, akapokea taarifa kutoka kwa Shetani, kwa wenye nguvu za hila za uharibifu. Moja kwa moja akaingia kwenye kula tunda, alafu akamuita mume wake, naye akamlisha, akampa naye aweze kula. Bwana Yesu asifiwe. Angeweza kuelezea hasa ametokea wapi kula tunda lile, wakati alishapeana maelekezo. Hilo tunda hasa limetokea wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndicho ambacho kinatokea kwenye maisha ya leo. Fanya maamuzi tukiwa na taarifa nusu, na inagharimu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 20 ule mstari wa 18 naweka kitu kizuri sana cha kujifunza. Mithali 20 mstari wa 18. Kitabu cha Mithali sura ya 20 mstari wa 18 unazungumza, kila kusudi huthibitika kwa kushauriana, na kwa shauri la akili fanya vita. Bwana Yesu asifiwe. Kila kusudi huthibitika kwa kushauriana, na kwa shauri la akili fanya vita. Kwa kuna mahali ambapo usiri nyuma ya maamuzi makubwa, hasa katika ile mifumo tulio nayo, huwa inagharimu maamuzi yetu. Wako watu vilio walivyo navyo ni kwa sababu hakumwambia vizuri baba yake mzazi kuhusiana na huyu mwanaume ambaye anakuja kumwoa. Hakumwambia kama ana tatizo la ulevi, ila alikuwa analivumilia. Hakuwaambia nyumbani kwamba binti naye mchukua kiukweli huwa kuna tabia fulani hivi ambazo zinanishinda, lakini naona umri umekwenda, wacha tu nimuoe. Anaingia mbele kwenye hatua zinazofuatia, kwenye ndoa huko mambo yanakuja kulipuka, mambo ambayo tayari Mungu alianza kuyafunua kabla. Wako ambao wanaingia kwenye maamuzi makubwa ya kiwekezaji, wanaingiza fedha nyingi mahali ambako alishapata mashaka kabisa kwamba sio kitu sahihi, lakini kwa sababu ya ama tamaa au kuwa na usiri, kuficha mpaka kwa watu ambao huwa ni watu wake ambao Mungu kampa, ni watu ambao wanaaminika kwake, basi unakuta anaingia kwenye hasara kubwa. Ashukuriwe Mungu ambaye ametupa nafasi leo ya kusikia neno hili, neno kwa habari ya nguvu, kushinda nguvu au roho za hila ambazo zinalenga kutoa watu kwenye nafasi. Haijalishi ni nafasi gani ambayo Mungu alikupatia, alifungua kwenye maisha yako, lakini nguvu za giza kwa hila na udanganyifu mbalimbali wamekufanyia fitina ukatolewa kazini, wamekufanyia fitina ukaachia nafasi yako kwenye ndoa, na sasa uko nyumbani kwenu, lakini unajua kabisa moyoni mwangu mimi nina nguvu ya kupambana kurudi kwenye ndoa yangu. Walikufanyia fitina, mahusiano yakaanguka, na sasa unajua kabisa mimi ni sio wa kuwa hapa nilipo. Nguvu za hila zimetenda kazi nyumbani kwenu, wamefarakanisha familia yako kwa migogoro isiyokuwa na kichwa wala mkia. Ashukuriwe Roho Mtakatifu ambaye ameachilia somo hili kwa ajili yako siku ya leo, kwa sababu unayo nafasi ya kutengeneza, unayo nafasi ya kuinuka tena, unayo nafasi ya kusimama, unayo nafasi ya kuruhusu uweza wa Mungu kuingia kwenye maisha yako na kukusaidia.
Haijalishi ulikaa hapo chini kwa muda gani, haijalishi fitna zimekutoa kazini na uko mtaani miaka 10, huoni cha kufanya, kila unachoshika hakikubali, nguvu za hila zimeenda zikafunika maisha yako, hazikutoshelezwa na kukutoa wewe kwenye nafasi, zimehakikisha na mtaani hamna kitu utafanya kitaleta matokeo. Roho Mtakatifu kanituma kwa ajili yako, ya kwamba hilo shimo ambalo walikuwa wamekuhifadhi imetosha, ya kwamba hilo shimo walilokuweka imetosha. Wako wengine ambao nguvu za giza walikuweka mahali pa uharibifu, walikuficha kwenye madhabahu ya giza inayojitambulisha kama ni madhabahu ya Mungu, na wakatumia vipawa vyako kuendesha maisha yao, wakatumia vipawa vyako kuendesha biashara zao, wakatumia vipawa vyako kuingiza fedha kwenye maisha yao. Roho Mtakatifu ameachilia hili neno kwa ajili yako, ya kwamba umekaa kwenye mlima huo vyatosha, ni muda wa kusonga mbele. Mungu amenyoosha mkono kwa ajili ya maisha yako. Mungu amenyoosha mkono kwa ajili ya ndoa yako. Mungu amenyoosha mkono kwa ajili ya uzao wako, ila imeingia kazini na kumtoa mtoto wako kwenye nafasi. Amekuja kuwa mvuta bangi, anadanganyika, anaona kama ni ujanja katikati ya jamii ya leo, kumbe ni nguvu za hila zimemuingiza kwenye tabia za uharibifu. Ashukuriwe Mungu ambaye ameachilia maandiko, ameachilia neno lake kwa ajili yako siku ya leo, kwa sababu haijalishi ulikaa hapo kwa muda gani, Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili ya kukusaidia. Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili ya kukuchomoa. Roho Mtakatifu amekuja kupitisha upanga na kukata hizo nguvu zilizokaa katikati yako na kufanikiwa kwako. Uweza wa Mungu uko tayari kukuponya. Uweza wa Mungu uko tayari kukurudisha kwenye nafasi, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Nataka tuende mbele za Bwana. Leo utamshukuru tu Mungu kwa ajili ya neno. Wakati ujao tutaomba vizuri zaidi. Leo mshukuru tu Mungu kwa ajili ya sehemu ya kwanza ya somo hili. Mshukuru tu Mungu kwa maneno yako, mshukuru Mungu kwa maneno yako. Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya ufunuo wako. Asante kwa ajili ya mafundisho yako. Asante kwa ajili ya darasa hili ambalo umetupa katika majira na wakati huu. Asante kwa ajili ya baba na mama huyu. Asante kwa ajili ya ndugu huyu. Asante kwa ajili ya kaka huyu. Asante Bwana kwa kuwa umewaona, maana unatumaga neno lako kusaidia watu na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Asante kwa kuwa umeiona hii ndoa Bwana, na hakika watakuona wewe. Hakika wamevuka, hakika wamesaidika, hakika wameponywa. Lepre soto lemante leketa lipra sata lavantos kapaya rata palakatoski paya lepre sete elemente leketa repa sala bahande lekete elementa. Sante kwa ajili ya safari ya ukombozi wao ambao Mungu umeianza kwa ukubwa, ambao Mungu umeianza kwa nguvu. Sante kwa hawa ambao tayari wameshatoka, maana neno lako limeshapita na uweza wako umepita kwa ajili ya kuwasaidia. Sante kwa kuwa maisha yao yamegeuka. Sante kwa hao ambao umerudisha kazini. Sante kwa ajili ya hawa ambao unarudisha kwenye nafasi, katika damu ya Yesu Kristo. Sante kwa kuwa maisha yao hayapo pale yalipokuwa yako. Sante kwa kuwa Jehova, utakapomaliza neno hili, utakapomaliza ukamilifu wa series hii, Mungu utatukuka. Maisha ya watu wako yataona sura nyingine. Hatua zao zitatoka kwenye matope, mashimo yataacha kuwashikilia tena, katika jina la Yesu Kristo. Sante hata kwa ajili ya mimi ambaye ni mdogo, umenipa nafasi ya kuyashirikisha haya. Sante kwa kunitumia sawasawa na upendavyo. Pokea utukufu, pokea heshima na mamlaka, maana wewe ni Mungu na uliyafanya haya, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina sana. Watu wa Mungu, hongereni. Mungu na awabariki. Tuonane sehemu inayofuatia ya somo hili. Usiache kushirikisha, subscribe kwenye channel yetu hii. Fuatilia vile vile kwenye mitandao ya Instagram, tuko kule, tunatumia jina la Godwin Monyo na ile underscore pale chini, kuwa up to date na yale ambayo tunayafanya. Kuna mahali Mungu anapeleka maisha yako. Mungu na akubariki sana, katika jina la Yesu Kristo. Amen.